Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na Trump kila jambo kwake ni fursa. Kila kitu kwake ni fursa. Ngoja nitazame hii bodi iliyoteuliwa, halafu nataka kuzungumza kidogo kuhusu ugomvi wa ndugu kule Greenland ulivyokolea. Utawala wa rais wa Marekani umewasiliana na watu mbalimbali duniani kote ili waweze kukaa katika kile kinaitwa bodi ya amani, na vyombo vinaohusiana vinalenga kusimamia utawala na ujenzi mpya wa Gaza baada ya vita. Ikulu ya White House ilisema kutakuwa na bodi kuu inayoongozwa na Trump mwenyewe, halafu kutakuwa na kamati ya Palestina ya wataalamu wa teknolojia inayolenga kutawala eneo lililokumbwa na vita, na bodi ya pili itakuwa bodi ya utendaji ambayo inaonekana iliyoundwa kuwa na jukumu la ushauri zaidi. Hii hapa orodha ya watu waliohusika katika vyombo mbalimbali. Na taarifa hii imethibitishwa na ikulu ya White House, bodi ya amani. Ikulu ya Marekani inasema chombo hiki kitazingatia masuala kama vile ujenzi, uwezo wa utawala, uhusiano wa kikanda, ujenzi upya wa mvuto wa uwekezaji, ufadhili mkubwa na uhamasishaji wa mitaji. Rais wa Marekani Donald Trump atakuwa mwenyekiti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio atashiriki. Steve Witkoff, mjadiliano maalum wa Trump, naye atakuwepo. Jared Kushner, mkwe wa Trump, atakuwepo. Waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Bwana Blair atashiriki. Bilionea mfadhili wa Marekani Mark Rowan atakuwepo. Ajay Banga, rais wa Benki ya Dunia, pamoja na Robert Gabriel, msaidizi mwaminifu wa Trump katika Baraza la Usalama wa Kitaifa. Kamati ya kitaifa ya utawala wa Gaza, chombo hiki kilichoundwa na wataalamu wa teknolojia, kitasimamia urejesho wa huduma muhimu za umma, ujenzi upya wa taasisi za kiraia na utulivu wa maisha ya kila siku huko Gaza. Ali Shath, naibu waziri wa zamani wa mamlaka ya Palestina, atakuwa mkuu wa kamati. Bodi ya utendaji itakuwa chombo hiki kimekusudiwa kuunga mkono utawala bora na kutoa huduma kwa watu wa Gaza. Kitakuwa na Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Mark Rowan, Nikolai Mladenov, mwanadiplomasia wa Bulgaria, Sigrid Kahl, mratibu wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa kwa Gaza, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan, Ali Al-Thawadi, mwanadiplomasia wa Qatar, Generali Hassan Rashad, mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Misri, Rim Al-Hashmi, waziri wa falme za Kiarabu, Yakir Gabai, bilionea wa Israeli. Viongozi waliopata mwaliko kujiunga na bodi hii: waziri mkuu wa Albania Edi Rama, rais wa Argentina Javier Milei, rais wa Brazil Lula Inacio Lula da Silva, waziri mkuu wa Canada Mark Carney, rais wa Cyprus Nikos Christodoulides, rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, waziri mkuu wa India Narendra Modi, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, mfalme wa Jordan Abdullah wa pili, waziri mkuu wa Pakistan Shahbaz Sharif, rais wa Paraguay Santiago Pena, rais wa Romania Nico Surdan na rais wa Uturuki Rajab Tayyip Erdogan. Trump anawaambia nchi zilizopata mwaliko natakiwa uchangie kiasi cha dola bilioni 1. Nilikuwa nikijiuliza maswali kuhusu bilioni 1 ambazo Trump anataka azichangishe zitakwenda wapi. Yani kuwa manake anasema fedha zitakuwa chini ya udhibiti wake. Lakini niliona taarifa moja ambayo inaelezea kuhusu hizo fedha, ambayo taarifa imeandikwa inasema hivi: Trump anataka mataifa yalipe dola bilioni 1 ili kujiunga na bodi ya amani ya Gaza. Ripoti ilisema
Rasimu ya mkataba wa kundi hilo lilopendekezwa inabua wasiwasi kwamba rais wa Marekani anajaribu kujenga mpinzani wa Umoja wa Mataifa. Rais wa Marekani Donald Trump anataka mataifa yalipe dola bilioni 1 ili kubaki katika kile kinachoitwa bodi ya amani. Rasimu ya mkataba wa kundi hilo iliyoonwa na Bloomberg inamweka Trump kama mwenyekiti wake wa uzinduzi ambaye angekuwa na kura ya turufu kuhusu wanachama. Hati hiyo inasema kwamba wanachama wa majimbo utakuwa mdogo kwa miaka mitatu, isipokuwa watachangia zaidi ya dola milioni 1 za Kimarekani kwa fedha taslim, dola bilioni 1 kwa fedha taslim kwa bodi ya amani ndani ya mwaka wa kwanza na kuanza kutumika kwa mkataba huo na kuhakikishia wanachama wa kudumu. Rasimu hiyo inaanza kwa kusitiza hitaji la chombo cha kimataifa cha kujenga amani chenye wepesi na ufanisi zaidi, na kuongeza kwamba amani ya kudumu inahitaji ujasiri na kujitenga na taasisi ambazo mara nyingi zimeshindwa. Lugha hiyo imesababisha wasiwasi kwamba Trump anatafuta kujenga mpinzani wa Umoja wa Mataifa. Tuanzie hapo hapo, lakini ukisoma hii taarifa inaenda mbele, inasema kuwa fedha ambazo zitachangwa kama hiyo dola bilioni 1 itafika kwa Trump. Anakusudia kuwa ile fedha itatumika kwenye ujenzi mpya wa Gaza. Sasa twende kwenye kile ambacho kinasemwa kuwa Trump anataka kujenga mpinzani mpya wa Umoja wa Mataifa. Nirudie kipi? Kwa sababu nimeshazungumza sana. Hivi ninavyovizungumza sasa nilianza kuvizungumza miaka 2-3 iliyopita kwa wale wanaonifuatilia. Lakini kwa sababu watu wengi hawakujali, au sauti yangu sio kali, au nawe yazungumza hayawafikii wengi, kila mtu alikuwa anaona sawa. Hivi sasa kama ulimwengu unataka kustuka, lakini watakuwa wamechelewa. Nimeyazungumza mara kadhaa. Leo kama ulinifuatilia wakati niko asubuhi UTV, nilizungumza kwenye uchambuzi wa awali. Baadaye tulikuwa tuna mjadala kuhusu yaliyoendelea Irani, lakini kile kinachoendelea Greenland. Nilikariri kusema haya nayo yasema. Nilikariri kusema kuwa dunia ilianza kutoka kwenye mstari muda, na aliyetulazimisha tutoke kwenye mstari Marekani, halafu wengine wakafata. Nilizungumza sana wakati wa mzozo wa kwanza kabisa wa Urusi na Ukraine, ile 2022, wakati Urusi imeivamia Ukraine. Mimi nilikuwa watu walikuwa naniona kama mpinzani nisio wapenda Warusi. Labda ndio ilikuwa inakaririwa vile kwa mimi nawachukia Warusi, sijui nafanya nini. Nilizungumza kuhusu haya mambo kuwa njia tunayopita sio sahihi. Leo hii Trump anazungumzia kuhusu Greenland, halafu anakupa sababu za kawaida tu kuwa kwa nini tunataka kuchukua Greenland. Kwa sababu usalama wetu, yani Greenland ikiangukia kwa Urusi na China, sisi tutakuwa matatizoni. Yani anakupa sababu nyepesi tu ambazo uziangalie halafu uone kuwa ni kweli. Kwa sababu nimesema Urusi anapakana na Marekani Alaska, ambapo ni karibu zaidi. Yani tuseme kama Urusi ana shida na Marekani, hawezi kutokea Greenland. Hawezi kutokea hapo. So, mbona Canada ipo karibu na Marekani na Mexico? Trump anayatafuta kuwa nini anachokitafuta, lakini tulishaanza kuhalalisha hili wakati ulimwengu ulipogawika kwa kutetea hoja dhaifu ya Urusi kuhusu Ukraine, kuhusu mipaka na NATO. Nikasema jamani, haya tunachokitafuta tutakipata mbele, kwa sababu hoja ya Urusi kuhusu mipaka ya NATO na Ukraine ilikuwa hoja nyepesi ambayo sio kweli. Sio kweli kwa sababu NATO ni NATO. NATO aliyopo Ujerumani ndio yule NATO yuko Lithuania. NATO aliyopo Lithuania ndio huyo yuko Finland. NATO ataye kuja Ukraine ndio huyo ambaye yuko Finland. Sasa kuna tofauti gani ya NATO aliye na mipaka na Urusi ya Finland na NATO aliye na mipaka na Lithuania na Urusi na NATO anaokuja Ukraine? Kuna tofauti gani? Sio NATO yule. Kwa nini iwe Ukraine? Unaelewa? Ni ukubwa ambao unatafutwa. Tumeyaona yanaenea. Sasa nchi haziogopi. Yani hivi sasa ukiwa na nguvu, unachokifanya unatafuta backup ya chini.
Ukitafuta backup ya chini, unamtafuta Marekani, unakuwa karibu na Marekani. Ukisha kuwa karibu na Marekani, unaanza uhalifu wako duniani. Unalindwa na kila kitu. Unalindwa na kila kitu kwa uhalifu wako. Sasa njia nyepesi ambayo ulimwengu hivi sasa unaweza kuwa unatumia kutimiza malengo yao, kwanza unajisogeza karibu na Israeli. Israeli ni nchi ambayo inahitaji inaitafuta dunia kwa sababu ya historia na yale yaliyotokea. Nchi hii imetengwa sana na ulimwengu kwa miaka mingi. Kwa hiyo hii nchi ina kiu ya kuconnect na dunia, kama ilivyo Somaliland. Yani kuwa chochote utawaonyesha, kuwa ukionyesha tu hata ukarimu wako tu kwao, wao watakuunga mkono na watakufanya shujaa mkubwa sana, haijalishi una rekodi gani, kwa sababu wanataka kujiconnect na dunia. Ndivyo Israeli ilivyokuwa, ni nchi ambayo inataka kujiconnect na dunia. Sasa angalia watu au nchi zinavyojiconnect kupitia Israeli. Unachukua kinga ndogo ya Israeli, unapata kivuli. Israeli anaenda kwa baba yake Amerika, anakupa kinga kubwa. Halafu hapa chini unafanya unaoyataka wewe. Ukiyafanya yote haya, hakuna ataye kushughulikia wewe. Leo hii tuwaulize AU, hivi AU, msimamo wenu ni upi kuhusu Sahara? Msimamo wenu ni upi kuhusu Morocco kuwakalia wale watu? Mbona Afrika sasa imefunika kabisa kombe, yani imeshafunika kila kitu kuhusu Sahara, na leo hii tunashirikiana na Morocco kwa kila kitu. Tunashirikiana na Morocco kwa kila kitu. Morocco alijiondoa OAU wakati huo baada ya Sahara kuwa na kiti chake OAU, lakini kiti cha Sahara kiliondoka, still kipo. Wasaharawi wanacho kiti chao kwenye OAU, lakini nani anasikia? Sauti inatoka wapi? Kutoka kwa Wasaharawi. Lakini nani? Morocco anatembea bila wasiwasi, anawakalia Wasaharawi bila wasiwasi, anawaaminia kila kitu bila wasiwasi. Kwa sababu nini? Hakuna tena uwajibikaji wa ulimwengu, wala dunia haiwezi kumwajibisha tena Morocco kuhusu Saharawi. Kwa sababu gani? Morocco ni Mwisraeli pure. Kama alivyo UAE alivyojipachika akaanza kusababisha matatizo mengi duniani, matokeo yake nini? Leo UAE anatamba duniani na hakuna anayemfunga kamba. Sasa ukisoma hiyo taarifa inasema Marekani anajaribu kutafuta mbadala wa Umoja wa Mataifa. Kaisha mpata. Umoja wa Mataifa alikuwa yeye, na sasa kaisha toa njia ya ukweli. Nimesema yani dunia ya sasa tunaishi kwa utashi. Tunaishi kwa utashi gani? Tunaishi kwa utashi kwa sababu tunaishi kwa mapenzi anayoyataka Trump. Yani Trump anachokitaka ulimwenguni ndio kitachokuwa. Tulizungumza hapa wiki 3, wiki 4 au mwezi mmoja uliopita kuhusu swala la Urusi na Ukraine. Mnakumbuka? Nikawaambia hivi, hili swala la Urusi na Ukraine linapakaliwa rangi sana na Marekani na vyombo vya habari vya magharibi. Wanalipaka rangi sana kutaka kuwaaminisha kuwa wanalishughulikia kwa karibu na huenda wakalitatua. Lakini wakati huo niliwaambia liko mbali sana, haiwezekani. Kwa sababu wakati bwana Zelensky anatuambia tuko 95%, 90%, kiuhalisia kuwa hawakuwa wametatua mambo yote ya msingi ambayo hasa ndio yanaowafanya kufanya mgogoro kuwa mgumu. Hawajayatatua kabisa, lakini wanatuletea hekaya kutuaminisha kuwa wamefikia 95%. Nikamwambia hii ni kupakaliwa rangi tu kwa vyombo vya habari vya magharibi, lakini huu mgogoro wala hawajafikia hata kiwango cha kufikia kusema kuwa tumekaribia. Sasa leo kiko wapi? Kwa sababu dunia inaishi kwa utashi. Dunia inaishi kutoka kwenye akaunti ya mtandao wa Truth Social wa Donald Trump, akikurupuka, akiamka anaandika chake. Ndiyo dunia imehamia huko, kwa sababu leo hii tunayumbishwa na maandiko ya Trump tu popote. Yani vurugu zote za dunia sasa ziko kwenye mtandao wa Truth wa Social wa Donald Trump. Akiamka anaandika hili, akiamka anaandika lile, akiamka anachokiona yeye sahihi ndio atakiweka. Kwa hiyo ndio tumerudi kuishi huko. Kwa sababu gani? Wakati sheria zilivyoanza kuchezewa, haki zikaanza kuchezewa, wananchi au tuseme kuwa nchi zilizopaswa kutoa sauti. Mimi kitu kimoja ambacho huwa siamini mimi kuwa Rahbi eti nina maono au ninaona vitu vingi kuzidi viongozi waliopo madarakani au viongozi waliopo mamlakani. Hilo sitaki kukubali na wala huwa siamini. Mimi naamini kabisa wao wanaona zaidi yangu na wanajua zaidi yangu, lakini huwa wanapuuza na kuamua kufunika mambo yaende. Matokeo yake tutakuja kukwama mbele, tutakuja kukwama.
Niliposema hakuna uhalali wa Urusi kuvuka mpaka kuivamia Ukraine, nchi huru, hakuna uhalali wa Marekani kufanya hayo, wala hakuna uhalali wa Rwanda kuvuka mpaka kwenda Kongo, hakuna uhalali wa Israeli kuingia Syria wala Lebanoni, hakuna uhalali wa nchi yoyote kucross border kwenda kuvamia nchi nyingine. Haijalishi ile nchi ina uwezo kiasi gani au ina nguvu kiasi gani za kujilinda, kwa sababu kama tutalazimisha kuwa sasa kila mtu anaweza kwenye ubavu anaweza kuamua yule anaweza kumsogeza amsogeze, tunakuja kuishi kwenye ulimwengu gani? Tunakuja kuishi kama wanyama tusiokuwa na utaratibu, tusiokuwa na sheria, tusiokuwa sio binadamu tena, kwa sababu binadamu tumepewa maarifa na akili. Tukakaa, tukachambua, tukatunga sheria, tukatunga kila kitu, tukaweka utaratibu, tukaweka mahakama, tukaweka kila kitu, kuwa mimi nikikosana na huyu ndio atatoa suluhu yangu. Mimi nikigombana na huyu atanisaidia kwenye hili. Kwa hiyo tukajitungia vya kujitungia. Sasa leo tunaishi kama wanyama. Matokeo yake ya kuishi kama wanyama ndio haya sasa, kuwa leo kuna watu wanafanya maamuzi kuhusu nchi zingine. Trump anafanya maamuzi binafsi kuwa anaamuru jeshi linaenda kuvamia nchi fulani, wanamchukua rais wa nchi, halafu wanampeleka mahakamani, halafu kama hamna kilichopita, hauoni vyombo vya kimataifa, huoni sheria za kimataifa, huoni matamko ya kimataifa, huoni hatua zozote zinazochukuliwa dhidi ya tukio kama hilo ambalo ni tukio ovu kabisa. Tunaona ni sawa. Sasa kwa sababu tumeisha ishi kwenye kula nyama za binadamu, ndiko tunakoelekea kuishi jumla. Leo hii sasa Marekani anawaambia wale wa ndugu zake wa Ulaya kuwa Greenland nitaichukua, mtake mstake, Greenland nitaichukua, kwa sababu ndio tulivyoamua. Sasa kabla sijatoka kwenye hii bodi aliandika aliyekuwa kiongozi wa upinzani kule Uingereza, Jeremy Corbyn, juzi akaandika akasema, uteuzi wa bodi ile ya amani ya Gaza, ile sio bodi ya amani. Alisema ni uteuzi wa bodi ya occupied, ukaliaji. Yani unajua ile Israeli wanaikalia Gaza au wanaikalia West Bank, wanahesabika kama walowezi, wakaliaji, occupied, wanawakalia. Sasa kwa mujibu wa Jeremy Corbyn, anasema Mwingereza huyo, anasema kuwa ile ni bodi ya ukaliaji. In reality kuwa eti waliokuwa na maamuzi wote makubwa huku ni wote wa Zayuni, na wanajulikana, misimamo yao iko wazi kabisa kuwa hii ndio bodi itaokuja kuihuisha Gaza, irejeshe Gaza, iwape wa Palestina. Haiseni ndoto, kwa sababu tumetoka kwenye njia za kuishi za kawaida, wacha tuishi kwenye njia ambazo sio sahihi. Kwa sababu nimesha lieleza kuhusu hili la Gaza kuwa kwangu mimi muundo wa bodi, jinsi unavyofanya kazi na walioteuliwa kwenye bodi, nimeshazungumza, nimesema kuwa naiona Gaza ikisalimishwa kwa Israeli soon, tena sio miaka mingi, kwa sababu Trump tukesho kutwa akitoka na Gaza ndio itakuwa handover, imepelekwa rasmi kwa Israeli na Gaza itakuwa imepotea, na huenda tukazua machafuko mengine mapya ndani ya Gaza, watu wataopinga ukaliaji, lakini power haitokuwepo kwa sababu njia zinapaliliwa vyema kabisa na Marekani. Niliona andiko la mwanahabari Piers Morgan. Mnamjua Piers Morgan? Unajua Piers Morgan, ukimfuata Piers Morgan alikuwa kama Charlie Kirk, ukimfuatilia kuanzia mwanzo alikuwa ni pro Israeli. Huyu ni Mwingereza, ni mwandishi wa habari maarufu, mnamjua, na mijadala yake mikubwa, anaalika watu maarufu wanakwenda kwenye media, kwenye TV, anazungumza sana na ni maarufu sana. Awali Piers Morgan alikuwa na toni ya Charlie Kirk, yani alikuwa na mazungumzo na alikuwa akizungumza kama Charlie Kirk. Alikuwa humwambii kitu kuhusu Israeli, alikuwa akiingia kifua Israeli kwa kila kitu. Hata interview zake za kwanza, unajua, ilikuwa ukikaa tu kwenye meza anakuambia do you condemn Hamas, umeisha walani Hamas. Yani ndio ilikuwa kitu chake kikubwa, umeisha lani Hamas. Baada ikawa ndio umaarufu wake, yani kuwa yeye lazima ukikaa kwenye meza yake lazima ulani Hamas walichokifanya, na akawa akitetea sana 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 serikali ya Israeli na jeshi la Israeli. Muda ulivyokwenda, kwa sababu anayaona na akawa anatetea anachokitetea, akaona hakiteteki. Yani unatetea kitu ambacho unapata kazi kutetea mbele ya watu, kuwa huna hoja ya kuipangua mbele ya watu kutetea kile unachokitetea. Morgan akawa amebadili toni. Siku hizo ukiangalia mijadala ya Morgan
Morgan yeye mwenyewe akifanya mijadala na baadhi ya mawaziri au wanadiplomasia au watu tu wanaotetea Israeli, huwa wanapata kazi kubwa sana kujibu maswali yake, kwa sababu tayari tongotongo zimetoka, tayari anayaona mambo kwa lile jicho ambalo watu wanatakiwa waone, tayari zile hisia ambazo huwa zinampeleka sijui hisia zangu kwa sababu nimeagizwa na vitabu au nimeagizwa na Mungu au nifanya nini, hazipo tena. Sasa anayaona mambo kwa uhalisia, kwa ukweli. Kwa hiyo toni ya Morgan imebadilika. Sasa Morgan ameandika kwenye mtandao wa X, aliandika akasema hivi: sasa Uingereza inapaswa inunue upya Marekani, na kama itakataa waichukue kwa nguvu, na kama kuna nchi itazuia Uingereza kuichukua Marekani kwa sababu ya swala tishio la usalama, basi hiyo nchi iongezewe ushuru, na nchi ambazo zitasupport hiyo nchi na zenyewe zitawekewa ushuru. Yani aliandika vile vile Trump alichokifanya. Baada ya Trump kuwapiga ushuru, Trump ameweka ushuru wa 10% ambao anakusudia in June ataongeza 25 kwa nchi kama 8 za Ulaya. Sasa hizi nchi unajua wote giant wamo, kasoro Italia. Nimeona Italia peke yake wamo, lakini nchi zote unazozijua zile giants, juu Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, Netherland, Finland, Sweden, Norway na wenyewe Denmark, wote wameingizwa kwenye huo ushuru. Anasema nimewawekea huu ushuru mpaka pale watapolegeza msimamo wao kuhusu Marekani kuichukua Greenland. Yani una nguvu, halafu unatumia nguvu zako kwa uovu. Yani wewe unakuwa ni waajabu kabisa. Yani okay, mtaa mzima wewe watu wote unaweza ukawapiga. Kama unaweza kuwapiga watu mtaani, basi wewe unapiga yoyote, iwe watoto, iwe nani, iwe yani mtu kakosa hajakosa. Umekuwa mbabe, umekuwa haramia. Yani unajua unapora kila unachokikuta cha watu, ukikipenda unakitaka kinakuwa chako, ukikitaka yani mwenyewe anataka ukuzia lazima. Yani ni hovyo. Lakini haikuanza suddenly. Unajua haikuanza ghafla. Walipata baraka. Nilisema kuanzia mwanzo, baada ya ulimwengu kumnyamazia Trump anavyovunja sheria kwa kumuunga mkono kwa kila anachokifanya, na hii sasa imeanza kuchafukia. Yani tuseme hili bwawa lilianza kuchafukia Israeli, kwa sababu ulimwengu leo unaona it's okay, kwa sababu Trump aliunga mkono kila uhalifu wa Israeli na alizuia kila hatua zisichukuliwe dhidi ya Israeli. Wale ambao walipaswa wamnyoshee kwa sababu wana maslahi nao na Israeli wakafumba macho, wakaona ni sawa kabisa, mwache tu afanye hivyo kwa sababu anafanya kwa Israeli, tunatimiza maandiko. Akawaacha fanyeni, na wenyewe wakakaa kimya, kila kitu kikafanyika. Leo hii Trump kawageukia wao. Sasa tayari wanatoa milio. Unajua mwaka jana walikuwa na ugomvi kati ya EU na Marekani. Ulikuwa mgomvi mrefu, na ulikuwa ugomvi wa kodi. Mnakumbuka walikuwa nakutana kwenye makodi, kina Ursula von der Leyen walisafiri. Sasa EU kuna bomu waliliandaa kwa Marekani wakati ule wana mzozo wa kodi, wakati Marekani amewapandishia kodi sana. Wakasema kama Marekani hatokubali kukaa kwenye mazungumzo yetu na akakaa kwenye njia zetu, na sisi tutamlipizia kuwa tutampiga kodi ambayo itamkosti karibu euro billion 93, karibu dola bilioni 107 wastani dola. Wakawa wameliandaa lile kombora, wakawa wameliweka pembeni. Sasa hawakuliachia kwa sababu walifikia makubaliano. Sasa hivi wanajadiliana, wanasema tulirudishe lile kombora ambao tulikuwa tumeliandaa ili tumbandike Marekani. Lakini wana hofu moja, kuwa bado wanamtegemea kwa kiwango kikubwa. Na unajua Marekani inabaki kuwa ndio yenye uchumi mkubwa zaidi. Marekani uchumi wa pili kwa jumla ukifuata ni uchumi wa EU, halafu unafuatia wa China. Yani nakupa kwa jumla, ukichukua kwa uchumi mmoja Amerika wa kwanza anafuata China, halafu ndio zitafuata nchi zingine. Yani EU huwa wanajumlisha uchumi wao kwa pamoja, yani wanaweka uchumi wao kwa pamoja. Wakiweka uchumi wao kwa pamoja kati ya nchi 27 za EU, utaona kuwa wao ni wana uchumi wa pili mkubwa zaidi duniani. Ukitoka uchumi wa Marekani wanafuata wao, unafuata wa China. Na ukiwachukua EU ukawaweka wao na China, pia wanamzidi China. Uchumi wao unakuwa ni mkubwa kuzidi China, angalau kwa trilioni 1 na kitu. Lakini ukiangalia namba za ukuaji wa uchumi, si muda mrefu sana EU watatolewa kwenye njia na China, kwa sababu ukiangalia tathmini za uchumi mwaka 23, 24, 25, uchumi wa Ulaya umekuwa kwa 1%.
maana yake haukukua, yani kama umestuck. Lakini China imekuwa kwa 5%, maana yake unakusudia miaka 2-3 ijayo China ataondoa lile gap na anakuja nafasi ya pili, atawatoa EU kwenye nafasi ya pili. Sasa EU ni nchi 27, kwa hiyo unaweza ukaona kuwa China ni giant, anakuwa yani ni China imara sana. Yani China ana uchumi mpana sana. Ili huwa napenda kulizungumza. Marekani ana uchumi imara. Yani Marekani ana uchumi imara, China ana uchumi mpana. Ni vitu viwili uvielewe. Yani uchumi wa Marekani ni very strong. Yani umekwenda chini sana. Na ni uchumi ambao unapitia misukosuko mingi, lakini unaweza kuwa imara kwa muda mrefu. Uchumi wa China ni wide, yani ni mpana, lakini sio imara. Yani vurugu anazozifanya Marekani duniani na kwenda kwenye vita hizi, anakwenda huku anarudi huku. Zingekuwa hizo vurugu anazifanya China, basi uchumi wake ungekuwa umeporomoka sana. Yani mfano, China aingie kwenye vita na Taiwan au aingie kwenye vita yoyote, uchumi wake utaporomoka sana sana. Yani utadondoka. Ndio maana China huwa anakunja mbawa zake, hataki kabisa hayo masuala, kwa sababu anafahamu kuwa ana uchumi mkubwa lakini sio imara. Yani ana uchumi mkubwa lakini sio imara ambao unaweza ukahimili vishindo au unaweza ukahimili misukosuko. Marekani ana uchumi mkubwa na ni strong. Yani uchumi wake umekwenda chini, kuwa anaweza kuhimili vishindo na vurugu na bado uchumi wake ukabaki kusimama. Kwa sababu mara nyingi matatizo mengi ya Marekani huyaleta nje ya mipaka yake. Yani kwa Marekani atakuja kuanzishia zogo kwenu, hafanyi zogo kwake. Yani kwa hiyo haathiri ndani, hawezi kuathiri kiwango hicho, kuwa anavuruga tu huko kwenu na vurugu zichezewe kwenu. Na katika kila vurugu zake anahakikisha kuwa alitoa 5 anapata 10. Yani vurugu zake zilivyo. Angalia kilichompeka Venezuela. Yani kapeleka, anajua uwekezaji, yani ni uwekezaji wa ujambazi. Yani uwekezaji wa wizi wa Marekani ulivyo, ndio unaweza kusema hivyo. Ni uchumi usiozingatia haki, maadili wala chochote, mradi vyovyote itavyokuwa nyinyi awachumie tu chochote. Yani unapeleka vurugu kwenye nchi halafu unaenda kuwaibia. Ndio unaweza kusema huo uchumi wa Marekani jinsi ulivyotengenezwa. Kwa hiyo hata sehemu ya vurugu huwa ni sehemu ya faida yake. Sasa China bado hawako kwenye njia hizo za kusema kuwa tuanzishe vurugu sehemu fulani alafu tufaidike kupitia hiyo sehemu. Wenyewe bado hawako kwenye hiyo. China wakifika kwenye vita, kwa sababu China walijenga uchumi wao sio kwenye misingi ya uchumi wa Marekani ulivyojengwa. Uchumi wa Marekani ulijengwa hasa kwenye misingi ile ya uchonganishi na vurugu na uuza silaha na kufanya nini na propaganda kubwa ambazo zinaenea duniani. Ndio uchumi ulivyojengwa. Sasa wa China wao walijenga uchumi reality, wa uhalisia. Tutaleta makampuni ya ujenzi, tutafanya biashara, tutakuuzia hiki, tutaanzisha viwanda, tutafanya nini. Kwa hiyo ule uchumi ni halisi kabisa ambao kwa unakupa na kupa. Yani unakupa na kupa. Sio uchumi ambao umejengwa katika misingi ya uharamia na wizi, ambao kama vile uchumi wa Marekani umejengwa kwenye uhalifu tu. Ndio uchumi wao ulivyo. So sasa ugomvi wa Marekani na washirika wake Ulaya ndio umekolea. Kaisha watia vikwazo na anawaambia nitaongeza. Rahby Digital, haki na ukweli.